Hebu fikiria upo sokoni Kariakoo, unazungumza Kiswahili kama ilivyo kawaida yako. Wakati huo maelfu ya kilomita kutoka Tanzania mpaka jijini Paris nchini Ufaransa, viongozi wa dunia, wanazuoni na wataalam wanakutana kujadili lugha hiyo hiyo unayoizungumza kila siku. Hii ndiyo hadhi ambayo Kiswahili kimeifikia hii leo. Kuanzia tarehe 4 hadi 7 Julai, UNESCO imeandaa kongamano la kimataifa la Kiswahili na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Kiswahili, yakilenga kuonyesha nafasi ya lugha ya Kiswahili katika amani, elimu, biashara na diplomasia ya uchumi wa dunia. Lakini mafanikio haya hayajatokea kwa bahati mbaya. Kumekuwepo na jitihada mbalimbali, hasa hapa nchini Tanzania, za kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa. Mfano, wiki chache zilizopita, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa katika ziara rasmi nchini Urusi, alichagua kuzungumza na kujibu maswali kwa Kiswahili licha ya kuhutubia jukwaa la kimataifa lililotumia Kiingereza na Kirusi. Kitendo hicho kilipokelewa kama ujumbe kwamba Kiswahili kinaweza kusimama kwa kujiamini katika majukwaa ya dunia. Viongozi wa BAKITA walikitaja kitendo hicho kuwa mfano wa diplomasia ya lugha na mchango mkubwa katika kukitangaza Kiswahili kimataifa. Katika ziara hiyo, Rais Dr. Samia alieleza pia kufurahishwa na idadi ya Warusi wanaojifunza lugha ya Kiswahili, akikutana pia na mwalimu wa Kiswahili aliyeshiriki kuandika vitabu vinavyotumika kufundishia lugha hiyo nchini Urusi. Huu ni ushahidi kwamba Kiswahili sasa si lugha ya Afrika Mashariki pekee, bali ni lugha inayovuka mipaka. How are you managing economic liberalization in the country? Asante sana. Labda niseme kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina mambo mengi na uchumi wetu uko diversified. Hatutegemei zao moja au one commodity. Uchumi wa Tanzania unategemea kilimo, unategemea madini, unategemea utalii, unategemea mambo mengi, sekta nyingi, manufacturing tuko huko pia. So sekta zote hizi zinakuwa kwa pamoja at varying degrees, lakini zinakuwa kwa pamoja. Leo Kiswahili kinafundishwa katika mamia ya vyuo vikuu duniani, kutoka Urusi, China, Marekani, Ujerumani, Uingereza hadi Japani. Idadi ya wanaotaka kujifunza lugha hii inaongezeka kila mwaka. Wengine wanajifunza kwa ajili ya biashara, wengine kwa ajili ya utafiti, utalii, diplomasia na hata kwa sababu wanavutiwa na utamaduni wa Afrika Mashariki. Kwa zaidi ya nusu karne, Tanzania imefanya Kiswahili kuwa msingi wa umoja wa taifa. Leo serikali inaendelea kukikuza kupitia elimu, diplomasia, teknolojia na ushirikiano wa kimataifa. Ndio maana kila dunia inapozungumzia Kiswahili, Tanzania hutajwa kama nyumbani kwa lugha hiyo. Jina langu ni Sivgia Ahmedova au Upendo kama wa Tanzania wanapenda kunitaja. Mimi ni mkuu wa klabu ya Afrika ya chuo kikuu chetu, Russian State University for the Humanities. Na ninajifunza Kiswahili kwa miaka 3 kamili na nimependa sana kujifunza lugha hii. Kiswahili ni vizuri sana. Tunatumia kwa kweli Kiswahili katika maisha yetu ya kawaida, hata tunaanza kufikiri hata ya Kiswahili. Kiswahili ni kama unavyoishi, yani образ жизни kwa Kirusi. Katika lugha kuna vitu kadha unapenda. Katika lugha ya Kiswahili, je, unapenda riwaya, tamthilia au muziki? Na unaweza kututajia kama ni riwaya ipi na ulivyoisoma ulijisikia? Unajua, tunafanana sana na Watanzania, Warusi na Watanzania. Tunafanana na jadi, tunafanana na energy, yani na ninapenda sana muziki, ndio najua taarab muziki. Napenda sana Zanzibar kwa sababu Unguja, yani najua katika Unguja Kiswahili ni sanifu sana na ninapenda sana.
Kwa kweli ninapenda sana methali kama haraka haraka haina baraka, na bila shaka ninapenda neno ya Mama Samia, yani kazi iendelee, ni vizuri sana. Kongamano hili ni fursa ambayo Kiswahili ni nyenzo katika kuimarisha diplomasia kati ya mataifa, kuchochea biashara na uwekezaji Afrika, kukuza elimu na tafiti za Kiswahili duniani, kuhifadhi utamaduni wa Afrika, kutumia katika teknolojia za kisasa kama akili bandia AI, tafsiri za kidigitali na mawasiliano ya kimataifa. Mwezi Julai kila mwaka umeendelea kuwa kipindi maalum kwa wapenda lugha ya Kiswahili duniani. Julai 7, 2026 ndio mwisho wa kongamano hili la pili la kimataifa la lugha ya Kiswahili, kauli mbiu Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia na uchumi wa dunia. Unaamini Kiswahili kina nafasi ya kuwa miongoni mwa lugha kubwa zaidi duniani katika miaka ijayo? Andika maoni yako hapa chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili tuendelee kuisimulia Tanzania kwa dunia.